Kwa majina yangu mimi naitwa Anastasia Leonard Robert. Mimi ni conductor wa magari ya Mwanza Igombe, lakini pia mimi ni katibu wa Umoja wa Safirishaji njia ya Igombe, lakini pia ni secretary katika ofisi ya Umoja wa Safirishaji pale. Uliingiaje katika sekta hii ya usafirishaji? Awali kuingia kwenye sekta ya usafirishaji, sisi tulikuwa vijana ambao tulikuwa tuna kikundi kilichokuwa chini ya shirika moja hivi, naomba nisilitaje. Walitoa fursa ya nafasi za kujifunza. Kwa zile nafasi za kujifunza walivyozileta, kulikuwa kuna useremala, kujifunza kutengeneza cheni na urembo na nini, lakini pia kulikuwa kuna nafasi ya kujifunza udereva. Kwa mimi nilichagua mafunzo ya udereva. Baada ya kuchagua mafunzo ya udereva, tukapelekwa chuoni kweli, tukaenda tukajifunza, tukapata cheti. Wakati tumejifunza tulikuwa na watoto wa kiume. Wasichana tulikuwa wawili tu. Wale watoto wa kiume kuna mmoja ambaye alibahatika kupata kazi kwenye njia ya gari za airport Nyashishi. Kwa hiyo alivyokuwa kija anatusimulia alivyokuwa anafanya kazi kule, nikawa naenda napenda sasa, si nimeshajifunza udereva. Kwa na mimi napenda na mimi nifanye kazi kwenye gari. Nikawa napenda, yani nenda na wiwe, yani kawa inatoka ndani ya moyo. Yeah. Wengi wangedhani kwamba ungechagua kazi ambazo mara nyingi huwa zinatajwa za kike, lakini wewe ukachagua kazi ya udereva. Labda kuna vitu gani ambavyo vilikusukuma ukasema kwamba bana mimi ngoja nikomae huku? Ni ile kupenda tu, yani sio kwamba mimi labda kuna kitu kingine ambacho kilinisukuma. Yani ni vile ambavyo kwanza si nilikuwa nimejifunza udereva, ninaufahamu vizuri, lakini namna ya kupata ile nini na leseni ikawa ni kazi. Nikaona sasa nianzie kwenye conductor huko, kadri nitakavyozidi kwenda nitapata hela, nitatengeneza nini leseni. Kwa hiyo ndivyo nilivyoanza hivyo. Mimi nilipenda mwenyewe kutoka moyoni, yani nilipenda alivyokuwa anaenda barabarani anaendesha hivyo. Ugumu gani ambao ulikutana nao kwa mara ya kwanza kwamba bana huyu wanaita madem, kwamba huyu dem, huyu binti msichana ndo conductor katika gari letu sasa? Kweli kwa mara kwanza mimi nilikutana na changamoto, ilikuwa ni changamoto ya uoga. Aibu ile kwa mara kwanza. Siku ya kwanza nimeanza kazi nilianza na mtu alikuwa conductor ambaye ni mzoefu. Tulivyoenda tipi ya kwanza nilikuwa kimya, ya pili nilikuwa kimya, ya tatu nikamwambia sasa hivi mimi naita vituo. Nikaanza kugain experience. Nikaita vituo mwanzo hadi mwisho. Tulivyorudi hivi pia nikamwambia na sasa hivi pia naita vituo. Nikaita mwanzo mwisho, siku ikawa imeisha. Ilivyokuja siku ya pili akaniacha gari. Kaniambia nenda peke yako. Sasa nilipata ugumu pale kwanza kuomba nauli ile mara kwanza. Naomba nauli hapo najiuliza nimwambie naomba nauli, nipe nauli na nisaidie nauli. Najiuliza. Kwa kipindi kile nauli ilikuwa 750, kwa hiyo nikawa nachukua zile silver, kwa tunanunua silver unakaa nazo unazipiga hivi. Papa. Unajua kwenye gari ukimpigia hivi sasa, lakini kuna watu wengine ukimfanyia hivyo respondi chochote. Anabaki huko kimya. Mpaka unamgusa. Naomba nauli, unaona. Kwa hiyo ukimgusa ndo anashtuka sasa. Anakupatia nauli. Kwa hiyo nilipata ile changamoto ya uoga na aibu. Na wakati unapochukua nauli zile, najua kabisa kwamba basi linaweza likawa na watu 30, 40 wakati mwingine, idadi kubwa ya watu. Unawezaje kujua kwamba huyu amelipa, huyu hajalipa? Kwa uzoefu ujue ni kazi ambayo umeamua kwamba hii ndo kazi yangu sasa. Umakini unauwekaje? Unamwangalia mtu, nimechukua nauli kwako, amevaa t-shirt hivi, alafu sura yake iko hivi. Kwa unamwangalia sura, alafu unamwangalia na nguo alovaa. Ili ukisahau sura, angalia nguo. Ukisahau nguo, angalia sura. Kwa unaangalia vitu kama hivyo. Na umezulumiwa mara ngapi katika masuala haya ya kuchukua nauli kutoka kituo fulani na kuelekea kituo kingine? Kwenye kuzulumiwa, yani ukatizama kabisa hiko ukasema hapa nimepigwa hapa, kwamba abiria ameshuka na nauli yangu? Haijawahi kutokea. Haijawahi kutokea.
Kwa sababu kwa abiria ambaye alileta fujo kwamba asinipe nauli kwa sababu zake yeye anazozijua kwamba labda mimi nimekosea nimefanya nini au nauli imepungua. Mimi nilikuwa na watetezi ambao watetezi wenyewe walikuwa ni abiria wao. Kwa sababu mimi wakati nafanya kazi nimekuwa ni mtu nimefanya kazi kwenye njia ya Igombe ambapo nilikuwa peke yangu. Kwa watu wote walinikubali wakanipokea na vile nilivyokuwa mstaarabu hakuna abiria aliyetaka kuniona mimi naonewa. Na ulianza kazi ukiwa tayari umevaa mavazi ya kikondakta? Kimsingi kabla ya kuanza kazi kabisa lazima uwe na jezi. Kwa sababu usipokuwa na jezi ukafika maybe umetoka Igombe, ukifika pale Sabasaba kuna traffic wako pale. Wanasimamisha gari, ukishuka una gauni ili watajua ni abiria. Ukijitambulisha wewe ndo conductor inakuhusu faini ya hapo hapo. Na vipi mapokeo ya matrafiki barabarani yako vipi kwako wewe kama mwanamke? Mapokeo ya trafiki kiukweli nipende kuwapongeza na wao kwa sababu hawakunikatisha moyo. Kwa wale ambao nilikutana nao waliweza kuniuliza tu mbona unafanya hii kazi, nikamwambia mimi nimeamua tu kufanya. Unakutana na changamoto gani? Wakataka kunisaidia katika zile changamoto ambazo nakutana nazo. Nikamwambia changamoto ni ndogo ndogo ambazo zinaweza kukabilika, sio ngumu sana. Wakanipongeza, wakaniambia endelea. Ndio. Na vipi kuhusiana na yale masuala kama watu wanakusikia hivi sauti yako nasikia nyororo, yani wangefikiria labda ungekuwa ni mhudumu wa ndege, mhudumu wa mabasi, vyombo fulani hivi laini, nikizungumzia mabasi labda yale ya mikoani mfano, si ndio, na kadhalika. Lakini unakwenda kwenye chombo cha daladala. Wote tunajua kabisa kwamba kule kuna zile oya vurugu za sampuli fulani hivi. Kwako wewe mapokeo yalikuwa vipi? Yani kwamba mtu ametegemea kusikia sauti ya ukatili, sauti fulani hivi ya kibabe, lakini anasikia sauti nyororo kutoka katika chombo cha daladala. Kwako ilikuwa vipi? Kuhusiana na swala zima la sauti, ujue tunalelewa kwenye familia mimi nimeanza huku wakati huo mimi nilikuwa nimelelewa kwenye msingi wa kidini nzuri. Kwa hiyo nilienda kule kama nafasi ya kazi tu, kufanya kazi. Lakini kwa masuala mengine ile ni kazi kama kazi, watu wasiogope. Kuhusiana na zile sauti ni watu tu wameamua kujitengenezea yale malezi na nini. Au watu wengine wanaamua kujaribu tu wao wenyewe kwa kutumia vitu ambavyo sio vizuri. Wengine wanavuta bangi hivyo. Ni wachache sana ambao na wakati mwingine watu wengine wanakuwa wanajilazimisha tu. Na vipi kuhusiana na masuala mazima ya uchovu? Kwa sababu najua tokea asubuhi mtu uko barabarani, mchana uko barabarani, kuna jua wakati mwingine, na wakati mwingine kupishana na abiria ni jambo ambalo labda ni mtambuka. Vipi kuhusiana na zile nyakati ambapo labda unajisikia uchovu? Ni mida gani hasa ambapo kwako inakuwa ni migumu katika kazi? Kwenye swala zima la uchovu hapo niseme tu uchovu upo, lakini ni wa kawaida kwa sababu ukiangalia ruti za Mwanza Igombe ni ruti ambayo unaenda alafu unakaa kusubiria foleni. Kwa hiyo uchovu upo lakini unakuwa ni wa kawaida sana. Sio uchovu kama mtu ambaye anakuwa yuko kwenye hii haisi ya Nyashishi airport, nenda rudi, ile haikai foleni. Sisi tunakaa foleni. Kwa hiyo tunapata kidogo kama muda kupumzika. Na ratiba yako iko vipi asubuhi ili kuhakikisha kwamba unapokwenda kazini unakuwa na energy, unakuwa na nguvu? Iko vipi? Labda kupata kifungua kinywa, msosi wa mchana, unapiga katika muda gani? Ukiamka asubuhi kwanza ili kikupe nguvu ya kufanya kazi, uoge kwanza maji ya baridi asubuhi. Unaenda zako kazini. Saa ngapi hiyo? Saa 11. Saa 11. Kama gari naamsha kuanzia saa 11 au saa 11 saa 12 kasoro, hapo natakiwa amke saa 10. Kwa sababu gari zinatofautiana. Ila kimsingi saa 11 natakiwa ushaamka uko barabarani. Ukishaenda kwenye saa 3 hapo hivi yani kuhusu chakula cha asubuhi na cha mchana unakula kawaida kabisa. Mchana hivyo. Na vipi kwa sababu wewe ni binti mrembo,
hausumbuliwi na abiria? Kusumbuliwaje? Kusumbuliwa, wewe si binti mrembo, unahisia na wao wanahisia. Inatokea, lakini sio hivyo sana. Lakini abiria wengine hata kama akiona anaweza kaona, lakini asipate ule ujasiri wa kukwambia. Kwa sababu mimi napokuwa nipo kazini nakuwa nipo serious fulani hivi, ni kitu ambayo huwezi kutegemea. Nakuwa na userious lakini siongei, yani sitoi maneno makali, lakini nakuwa nimevaa ile sura ya kazi. Kwa hiyo sio rahisi sana mtu kufika tu anakuambia dada 1 2 3. Hapana. Nakuwa sio rahisi. Nini wito wako sasa kwa wale ambao ni akina dada ambao wenye umri kama wa kwako, akina mama ambao wako kitaani, na mara zote wao wako katika kusaka ajira, na wao wamekuwa ni watu wa kuchagua kazi? Mimi nipende kutoa wito kwa wadada ambao wanachagua kazi. Mimi nipende tu kuambia jamani, wadada tusichague kazi. Ikitokea umepata fursa kwenye daladala, umepata fursa kwenye basi, itumie. Hiyo fursa ni nzuri sana, usiogope. Yani unapokuwa unasafirisha abiria, wale ni abiria, ni watu ambao uko nao kwenye jamii, ni watu ambao uko nao nyumbani, wengine ni wazazi, wengine ni wakaka. Wachukulie kama kaka, wachukulie kama mjomba, wachukulie kama shemeji, watu ambao uko nao nyumbani. Yani usimuone abiria kama adui, usimuone abiria kama ni mtu ambaye labda ni mtu wa ajabu. Hapana, mchukue kama mtu ambaye unaishi naye kwenye mazingira. Utafanya naye kazi vizuri, mambo yataenda vizuri tu. Usiogope kwamba labda stendi kuna wale wafanyakazi wa stendi watanitukana, watafanya nini. Hapana. Na nipende tu kuambia tu kwamba sasa hivi vimekuepo vyama vingi au umoja kwenye stendi. Wameondoa yale makando ya zamani yaliokuepo, kutoa matusi, kulewa, ambapo kulewa kuna leteleza yale matusi yanakuwa yanatoka, sababu mtu anakuwa sio mmoja, wanakuwa ni wawili. Kwa hiyo ile imeshaondoka. Na pia nipende tu kuambia sasa hivi sisi wadada tunatakiwa sana kufanya kazi kwenye maeneo kama haya. Kuna wakati wanatuhitaji lakini hatuonekani. Kuna wakati wanatuhitaji lakini hatuonekani. Kuna mtu anaweza akakwambia nitafutie basi mdada na mimi tufanye naye kazi, lakini humuoni. Wakati mwingine unaogopa kwenda kumwambia fulani njoo tufanye hii kazi, kwa sababu kuna kesho na kesho kutwa yule mtu umemshawishi, umemfuata. Kwa hiyo linaweza likatokea 1 ama 2 akakulaumu wewe ndio ulinifuata. Mimi kwa sina hata huo mpango, umeona? Kwa hiyo nao pia inatuogopesha. Tujitoe, uamue kwa moyo wako, uje stendi, tafuta kazi. Kazi ni nzuri na kazi inaendelea tu vizuri jamani. Wadada na wamama wote ambao mnatamani, msiogope, njooni na watu wa stendi, watu wapokea vizuri. Kwa sababu nao pia wana familia na wana watu kama nyinyi huko nyumbani. Swali la uzushi. Swali la uzushi la mwisho kabisa. Vipi, una mpenzi au mchumba? Ndio, ninaye. Unaye. Yeye anaichukuliaje kazi yako? Anaichukulia vizuri kwa sababu kwanza amenikuta kwenye kazi. Kwa anaichukulia vizuri. Akusumbui ile kwamba kwa nini unarudi muda huu, kwa nini uko busy, kwa nini nini na nini kama hivyo? Hapana, yeye haipo hivyo. Na anaiheshimu vizuri kazi yako. Ndio. Big up sana na tukutakie kazi njema. Ruti zako hebu tukumbushe. Ruti zangu mimi napiga Mwanza Igombe. Ndiko nakupigia ruti zangu. Mfano ukikaa pale mlangoni pale kama conductor, sauti yako kidogo hebu tupe 2 3 hivi flavor. Sauti kwa maana kuita abiria. Kimsingi ni kama labda unaita, tuseme tunapokuwa tunaenda Igombe, unaita abiria Igombe gari wazi hapa. Igombe gari wazi hapa. Igombe hiyo. Gombe hiyo. Hivyo.